Kazi yetu kubwa sisi ni kuvuna miwa ya wakulima zilizopo shambani, ambapo kwa msimu ulioisha huu tumefanikiwa kuvuna takriban tani 51,832 na kilo 62. Na tunamshukuru Mungu kwa kuwa tumevuna hizo tani, japo hatukuweza kufikia malengo. Kwa sababu malengo yetu yalikuwa ni kuvuna tani 55. Lakini kutokana na changamoto mbalimbali ambazo zilijitokeza kama vile mvua na zingine, hali ya hewa kwa ujumla ilipelekea tukashindwa kufikia hizo tani, ambapo tani takriban 3,160 zilibaki shambani. Lakini pia changamoto nyingine tunayokutana nayo kubwa sasa ni changamoto ya usafirishaji, ambapo miwa ya wakulima inahitaji magari kwa ajili ya kuweza kufika kiwandani. Kwa hiyo safari hii tunajipanga ni kuona ni jinsi gani tutakavyoweza kuepukana na hiyo changamoto ya usafirishaji. Tunapofanya kazi na ushirika, kuna eneo ambalo tunaweka kwa ajili ya huduma za jamii. Sasa katika kutekeleza ule msingi namba 7, sisi bodi tumeona tuje huduma yetu ya kwanza ianzie Lusanga. Tumekuja hapa Lusanga ukabidhi madawati 15 ikiwa na maana ya kujali jamii. Kwa hivyo tumeleta madawati 15 kwa ajili ya watoto wetu ambao wanakaa chini ili waweze kupata vikalio vya kuweza kusoma vizuri na kupata uelewa wa hali ya juu. Sababu ukikaa chini unaweza ushindwe kuelewa mwalimu anachokiongea darasani. Kwa hivyo lengo letu kubwa ni hilo tu. Tunaomba mwalimu mkuu upokee kwa kiasi hiki kidogo tulicholeta, maana ndio tulichojaliwa kukipata katika kutekeleza huduma za jamii. Ni jambo ambalo ni la kipekee na ni jambo ambalo linaleta faraja kwenye jamii. Ndugu zetu wa DICAMCOS pamoja na kutuletea madawati haya 15, tunawashukuruni sana sana sana, na Mwenyezi Mungu aweze kuwabariki, kwa sababu shule ya msingi Lusanga ni shule ambayo ilikuwa ina upungufu wa madawati. Naamini kabisa kwa kutuletea hizi dawati 15 mtakuwa mmetusaidia kwa kiwango kikubwa, lakini vile vile mtakuwa mmechangia kwa namna moja ama nyingine kuinua kiwango cha elimu Lusanga shule ya msingi na kijiji kwa ujumla. Napenda nitoe shukrani za dhati kwenu, na pia muendelee kutujalia kutuletea zaidi ya hichi kitu kidogo mlichotuletea. Tunapenda kushukuru kwa sababu watu wengi walikuwa wanakaa chini, na pia uwezekano mkubwa watu walikuwa hawawezi kusoma kwa bidii kwa sababu wengine hawapendi kukaa chini, wengine hawapendi wao kukaa kwenye madawati, na pia madawati yalikuwa hayatoshi. Kwa hivyo watu wataongeza umakini katika kusoma, na pia watasoma kwa bidii ili kuongeza ufaulu katika shule yetu ya msingi Lusanga.